Yes. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeweza kujoin kwenye maombi haya. Mtu mzuri wa Mungu. Mungu akubariki sana. Hongera. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili yako. Amekuamsha ukiwa mzima na mwenye afya. Hebu inua mikono yako miwili juu. Bwana Yesu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa ajili ya watu wako wazuri. Mungu mwema, mfalme utukufu, umetuamsha salama tukiwa wazima na wenye afya. Tunaikabidhi siku yetu mikononi mwako, tukisema asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa uzima, asante kwa uhai. Ni wewe Mungu utendaye haya, wala si kwa nguvu zetu. Heshima na uweza vinawe daima milele, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yes, Mungu akubariki sana mtu wa Mungu ambaye umeweza kujoin kwenye maombi haya. Leo ikiwa ni Jumamosi, tunapoendelea na ratiba yetu ya maombi saa 11:30 mpaka saa 12:30 kwa title inayosema Commanding Your Day, kuiamuru siku yako au kuamuru baraka zako. Na kwa neema ya Mungu tumeamka salama tukiwa wazima na wenye afya. Mungu akutunze na akuwezeshe ushiriki session hii mpaka mwisho. Na mtukuza Mungu pia kwa watu ambao niko nao studio. Watu wa Mungu, niko na Levi Njao ambaye mara zote amekuwa mwaminifu mbele za Mungu. Mahali hapa tunaomba pamoja. Kuna mtumishi wa Mungu Levi Gaudensia, nipo na mtumishi wa Mungu Levi Petro pamoja na mtumishi wa Mungu hapa Isakari mwadilifu, anaitwa jina nani? Enrico. Mungu akubariki Enrico. Bila kuwasahau timu yote ya media, mnafanya kazi kubwa. Mungu aendelee kuwabariki na kuwapa nguvu kwa ajili ya kazi yake hii. Thank you so much. Now leo tunakwenda kujifunza au tunakwenda kuomba katika eneo moja ambalo tutaliombea kwa siku 3. Leo tunakwenda kuomba kwa habari ya miujiza. Kwa habari ya miujiza. Tunaanza leo Jumamosi, tutaendelea nayo Jumatatu, tutaendelea nayo Jumanne, siku 3 kwa ajili ya miujiza au siku 3 za miujiza. Mtu wa Mungu, tunapozungumza kwa habari ya miujiza, miujiza ni kitu gani? Miujiza ni kufanyika kwa jambo ambalo lipo nje ya uwezo wa mwanadamu. Kufanyika kwa jambo ambalo lipo nje ya uwezo wa mwanadamu. Na hili ni jambo jema. Halo? Ni jambo jema. Usio kasema kuibiwa nje ya uwezo au matazamio ya mwanadamu ni muujiza. Tunaposema miujiza ni kufanyika kwa jambo jema lililo nje ya uwezo wa mwanadamu. That's a miracle. Kwa mfano, kutembea juu ya maji. Kwa mfano, mwanamke kupata mtoto akiwa na umri zaidi ya miaka 50. Kwa mfano, kupata kazi pasipokuwa na vigezo. Hauna CV, hauna elimu ya kujitosheleza, lakini unapata. Huo nao ni muujiza. Kunusurika kwenye ajali ambapo gari zima lilitumbukia kwenye maji. Gari zima lilitumbukia kwenye maji katika mazingira ambayo huwezi kumwambia mtu kwamba anaweza akawa hai, lakini watu wakatoka salama. Kwa hiyo muujiza ni kufanyika au kutendeka kwa jambo jema lilo nje ya uwezo wa mwanadamu. Hapo tunaweza tukasema ni muujiza. Ni kufanyika kwa jambo ambalo sio la kawaida. Sio la kawaida ambalo yule mwanadamu ananufaika nalo. Huo ni muujiza. Jambo ambalo sio la kawaida ambalo huyo binadamu ananufaika nalo. Jambo la manufaa. Huo ni muujiza. Katika mazingira ambapo madaktari wamekwambia wewe huwezi kuzaa, wewe huwezi kubeba mimba, lakini kwa Mungu tunasema inawezekana na ukapata mtoto. Huo ni muujiza. So tunapozungumza habari ya muujiza ni kufanyika kwa jambo ambalo linasimamiwa na Mungu mwenyewe, linaratibiwa na Mungu mwenyewe, ni nje kabisa ya uwezo wa mwanadamu. Sasa kwa nini watu wengi miujiza yao hudumu? Kwa nini watu wengi miujiza yao hudumu? Leo nakutengenezea msingi, lakini kazi kubwa tutaifanya Jumatatu na Jumanne, ambapo tutakuwa tunamwomba Mungu aachilie miujiza na atamtendea kila mtu. Lazima nikufundishe kwanza zile basics, vile vitu vya muhimu. Nikisha kufundisha vitu vya muhimu, utajua unapoingia kuombea muujiza uombeje, na Mungu anapokupa muujiza jinsi gani ambapo huo muujiza unaweza ukawa ni wa kudumu. Watu wengi tunaona miujiza yao idumu. Watu wengi tunaona wanatendewa miujiza afu idumu. Kuna wakati fulani nilisikia miaka ya nyuma kidogo, watu fulani walikuwa wanamsema mtumishi fulani, wakasema yule mtumishi ni fake. Mmoja katika wale watu walikuwa wanaongea, wakasema unaweza pale ukaenda ukaombewa ukapona, alafu baada ya wiki ukaumwa tena. Inawezekana hata umewahi kusikia habari za namna hiyo. Yule mtumishi ni fake. Unaweza ukaombewa ukapona, alafu baada ya wiki ukaumwa tena. Unaweza ukaombewa ukapata mali, baada ya muda zile mali hazipo tena. Na wakasema kabisa yule mtumishi ni fake. Sio ufeki wa mtumishi. Kuna shida iko mahali. Watu wengi miujiza yao idumu kwa sababu gani? Sababu ya kwanza ni kusaidia wewe.
Kwa nini watu wengi miujiza yao idumu? Ni kwa sababu wanashindwa kuitunza. Namba moja, wanashindwa kuitunza. Na wanashindwaje kuitunza? Pointi ya pili, wanadhani imetokana na juhudi zao. Wanadhani imetokana na juhudi zao. Kwa hiyo pointi namba moja, kwa nini watu wengi miujiza yao haidumu? Kwa nini watu wengi miujiza yao haidumu? Mungu anatenda muujiza, mtu anapokea jambo jema, lakini lile jambo halidumu, lile jambo halikai. Why? Namba moja, wanashindwa kuitunza. Na kwa nini wanashindwa kuitunza? Namba mbili, wanadhani imetendeka kwa juhudi zao, elimu yao, miujiza yao, elimu yao, au wanadhani, wengine wanadhani hata ni connection, ni kwa sababu nina ukaribu na mtu fulani, ni kwa sababu no. Namba mbili, nimesema wanadhani imetokana na juhudi zao. Kitabu kile cha Luka mlango wa 12 mstari wa 18 hadi 20. Luka 12 mstari wa 18 hadi 20. Naomba unisomee. Maandiko yanasema, akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Sema Yesu tusaidie. Huyu mtu alilima shamba, akavuna, akapata vitu vingi. Baada ya kupata vitu vingi, anasema nitavunja ghala, nitazibomoa ghala, nitapanua ghala, nitajaza nafaka, nitajaza mali, zile mali nitaweka kwenye maghala yangu. Anadhani amepata kwa uwezo wake, anadhani amepata kwa ustadi wake, lakini usiku ule ule wakati anawaza nitaiambia nafsi yangu ikae, nafsi yangu iburudike, nafsi yangu ile, usiku ule ule anawaza, anaambiwa ni mpumbavu. Leo unahitajika kufa. Leo nitakuwa ondolewa, uhai wako ondoke. Kwa hiyo unaweza ukagundua kuna wakati tunajiwaza sana sisi, kuna wakati tunafikiria ni kwa sababu ya nguvu zetu, kuna wakati tunafikiria ni kwa sababu ya taaluma tulizonazo. So Mungu anapokutendea muujiza, ili muujiza wako udumu, watu wengi wanashindwa muujiza, wanashindwa kudumu kwa sababu wanajua ni kwa akili zao. So ili muujiza udumu, lazima ujue aliyetenda, aliyefanikisha ni Mungu. Pointi ya tatu, kwa nini miujiza watu wengi haidumu? Ni kwa sababu ya dhambi, maisha ya dhambi. Karen Paul, Mungu akubariki. Naona uko makini kabisa hapo. Wonderful. Mungu akubariki, akupeleke ile nchi ya ndoto yako. Pokea kwa jina la Yesu. Now, pointi ya tatu, kwa nini miujiza mingi haidumu? Pointi ya tatu ni maisha ya dhambi. Ni maisha ya dhambi. Yohana 8 mstari wa 10 hadi 11. Yohana mtakatifu mlango wa 8 mstari wa 10 hadi 11, alafu Marko mlango wa 2 mstari wa 5 na wa 6, alafu tutakwenda mstari wa 11 na 12. Marko 2 mstari wa 5 na wa 6, alafu mstari wa 11 na wa 12. Nisaidie mtumishi. Maandiko yanasema, Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Marko 2. No. Marko 2 mstari wa 5 na 6, alafu wa 11 na 12. Nisome. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupoza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi waliokuwako huko wameketi walifikiri mioyoni mwao. Mstari wa 11. Na 12. Na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu akisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Mpigie Yesu makofi, mpigie Yesu makofi. Sasa utaona haya maandiko nimekupa mawili, lakini ukisoma Bible maeneo mengi ambapo Yesu alikuwa anatenda miujiza, anamwambia yule mtu usitende dhambi tena. Kuna mmoja alimwambia usitende dhambi tena, lisije likakupata lilo kubwa zaidi ya hilo. So utagundua kumbe
kifungo kikubwa cha kuharibu miujiza ni nini? Maisha ya dhambi. Unapotenda dhambi, utukufu wa Mungu unaondoka kwako. Unapotenda dhambi, ile neema inapungua kwako. So ukitaka muujiza wako udumu, ukitaka baraka zako ziwe ni endelevu, ishi maisha matakatifu ya kumpendeza Bwana. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo mbele za Mungu, Mungu akupe neema hii ukaishi maisha ya kumpendeza. Mungu akupe neema hii ukaishi ukitambua kwamba miujiza inatoka kwake. Mungu akupe neema ya kuweza kujua kwamba sio kwa akili zako wala sio kwa uwezo wako. Hebu nyosha mikono yako juu, sema: Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaomba unisaidie neema ya kutunza muujiza, neema ya kutunza miujiza kwa jina la Yesu Kristo. Nisidhani ni akili yangu, nisidhani ni uwezo wangu. Bwana Yesu nisaidie, rehema zako ziniongoze, nisiishi maisha ya dhambi, nisiishi maisha ya kujiinua katika jina la Yesu. Hebu fungua kinywa chako, omba, mwambie Mungu akusaidie uweze kutunza muujiza wako. Pray. Yes, make a prayer. Huo muujiza wa afya uweze kutunza. Make a prayer. Mwambie Mungu, nipe neema, niwezeshe, nisaidie, niwe na uwezo wa kutunza miujiza. Make a prayer. Mwambie Mungu, rehema zako zinisaidie kuishi maisha matakatifu. Make a prayer. Make a prayer. Kalabasakataradia mande kelebakataya. Msi Mungu popote pale ulipo, mwambie Mungu, nifanye kuwa mnyenyekevu. Sio kwa juhudi zangu wala sio kwa uwezo wangu nimepata hiyo kazi, sio kwa nguvu zangu wala sio kwa elimu yangu nimepata hiyo tenda. Make a prayer. Make a prayer. Msi Mungu, mwambie Mungu, nipe capacity, nipe uwezo wa kutunza huo muujiza. Make a prayer. Make a prayer. Karada basakataya leka paradia mane. Mwambie Mungu, huo muujiza ulionipa, uliniponya ni wewe, nilipata kazi sio kwa juhudi zangu. Make a prayer. Make a prayer. Elebakataya rikadabashata likaparadia mane. Msi Mungu popote pale ulipo, maandiko yanasema kwa sababu dhambi zenu zimewatenga na utukufu wake. Make a prayer. Make a prayer. Mwambie Mungu, asubuhi ya leo nisaidie kuishi maisha matakatifu. Asubuhi ya leo nisaidie kukupendeza wewe. Asubuhi ya leo nipe maisha matakatifu. Make a prayer. Make a prayer. Elekataradia mane. Imeandikwa dhambi zenu zimewatenga na uso wa Mungu, kwa sababu ya hiyo dhambi ndio maana huo muujiza udumu. Make a prayer. Mwambie Mungu, asubuhi ya leo nisaidie kuishi maisha matakatifu, nipe rehema, nipe neema ya kutembea katika utakatifu. Make a prayer wherever you are. Yes. Make a prayer wherever you are. Make a prayer wherever you are. Shakatabadaba lekatabala diamante. Mwambie Bwana nisaidie, mwambie Mungu niwezeshe, mwambie Bwana nisaidie kuishi maisha matakatifu. Make a prayer wherever you are. Kalabasata eleka paradia mande. Maandiko in Jesus name we pray. Amen. Sema amen. Na kuombea asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, Bwana akakutendea muujiza. Bwana akakutendea muujiza, akupe na nguvu ya kuweza kuutunza. Usidhani ni akili yako, usidhani ni elimu yako. Bwana akutenge na maisha ya dhambi ili muujiza wako ukawa ni wa kudumu katika jina la Yesu Kristo. Pokea zaidi in Jesus name. Let's go. Kitu kingine ambacho kinazuia miujiza kutimia au miujiza kuwa ya kudumu. Kitu kingine ambacho kinazuia miujiza kuwa ya kudumu au miujiza kutimia ni kukosa imani. Kukosa imani. Kuna mtu anaweza akatendewa muujiza mkubwa sana, lakini bado akilini mwake imani yake ikawa chini. Imani ya mtu inapokuwa chini, ni vigumu sana ule muujiza kutimia. Ni vigumu sana ule muujiza ukawa na kudumu. Ni kweli ameombewa, amepona, na watu wote tumeona amepona, lakini je, imani yake inamwezesha kutunza ule uponyaji? Je, imani yake inamwezesha kuamini kwamba sasa yupo huru? So watu wengi miujiza inashindwa kuwa endelevu kwa sababu ya kukosa imani au imani yao kuwa chini. Niangalizie Waebrania 11 mstari ule wa 6. Maandiko yanasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Ukirudi nyuma kuanzia mstari wa kwanza, anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mstari wa 6 anasema
Ye pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Ndugu zangu tulioamka asubuhi ya leo kuomba pamoja na mimi, watu wengi wanashindwa kutunza miujiza kwa kukosa imani. Kwa kukosa imani. Mungu anaweza kutendea kitu kikubwa sana na watu wakashuhudia wakasema, wow, kweli Mungu amemtendea, Mungu amemtendea, lakini bado imani yake ikawa ndogo ya kuendelea kutunza kile ambacho kimetokea. Na kuombea asubuhi ya leo tunapoingia kwenye wiki ya miujiza, na kuombea asubuhi ya leo Mungu akakutendea miujiza na imani yako ipande, na imani yako ipande. Maeneo mengine Yesu alikuwa anaongea na watu, mtu anamfuata anamwambia, nisaidie kutokuamini kwangu. Ukisikia mtu anasema nisaidie kutokuamini kwangu, anamaanisha imani yake iko chini, anatamani imani yake ipande. Na ni maombi yangu leo mbele za Bwana, Mungu akusaidie imani yako ipande. Mungu akusaidie imani yako ipande, hata katika mazingira ambayo walikuambia haiwezekani. Kwa imani uliyobeba, kwa imani iliyo ndani yangu, Bwana akatende, Bwana akatende katika jina la Yesu. Pointi ya 5, miujiza mingi inaharibika au miujiza mingi haitimii au watu wengi wanashindwa kutunza miujiza yao. Pointi ya 5 ni kushindwa kubadili fikra. Kushindwa kubadili fikra. Kushindwa kubadili fikra. Ni kweli ulikuwa unaumwa, baada ya kuombewa na kupona, je, akili yako inakutuma kwamba sasa mimi nimepona? Sasa mimi nimepona. Ukiwa na fikra za chini, au ukiwa na fikra za shida, au ukiwa na fikra ambazo ni negative, ni ngumu sana kutunza ile muujiza. Ni ngumu sana. Kwa sababu itafika mahali hujawahi kuona mtu ambaye anaweza taka aletoa surprise ya kitu cha thamani sana. Mtu akamfanyia surprise, akampa kitu cha thamani sana, anabaki, ni mimi? Hivi inawezekana kwangu kweli? Inawezekana kwangu kweli? Unaweza kumsurprise ukamnunulia gari, kesho anaamka anatoka na miguu, amesahau. Fikra zake bado zinamtuma kwamba yeye anaga gari, yeye ni mtu wa kuswampara na miguu. Zile fikra bado zinamtuma mambo dhaifu. Amepona na kanisani ameshuhudia, kanisa zima wakamwona yule mtu anatembea kwa miguu yake amepona. Lakini kesho anaamka anasema, hivi inawezekana kweli? Inawezekana kweli? Fikra zake bado hazimruhusu kubeba muujiza. Fikra zake bado hazimruhusu ule muujiza uendelevu. Anaamka, ameombewa, amepona, ameshuhudia kanisani, ametembea, ameacha magongo. Asubuhi yake anaamka, anachukua tena fimbo lake, sasa nilikuwa najiridhisha kama bado. Sasa shetani anachezaga na kitu kinachoitwa anacheza na kitu kinachoitwa mind game, niseme nitumie lugha gani? Shetani anachezaga na kichwa cha mtu. Vile unavyofikiria, shetani anapitia pale. Ila kama kuna maumivu, kama sijakaa sawa, unashangaa shetani anashikilia pale. Maumivu yanarudi tena. Lakini ulipona na kanisani waliona na watu wakapanda mbegu ya kujiconnect na muujiza wako. Mbona leo unaumwa wewe? Umetolea wapi ugonjwa? Utawaambia nini watu? Kumbe ni fikra zako hazikubadilika. Muujiza unapotokea, fikra zako zinatakiwa zihame na ule muujiza uendelee kwenda mbele. Mimi nimepona. Hata kama kuna maumivu yanabipu, siyasikilizi. Mimi ninaamini, nimepona, ninaendelea kwenda mbele. Haya maumivu yatajua yenyewe, sitaki kuyatambua, sitaki kuyapa nguvu tena. Kama naongea nao nipungie mkono. Wonderful. Sio kama unanielewa. Watu wengi wanashindwa kutunza miujiza kwa sababu wanashindwa kubadilisha fikra zao. Mimi nimepona, full stop, naondoka, naenda. Ikitokea maumivu au ile shida ikarudi, ninaipuuzia. Ukishaikuwa na uwezo wa kupuuzia ile shida au kupuuzia ile jambo ambayo ni baya, shetani mwenyewe anasema huyu hawezekani, huyu tumemshindwa. Wanakuambia utaolewa, sema mimi naolewa mwaka huu bwana. Haya kwenu mimi siyajui. Wanakuambia unaumwa, hujapona vizuri, nimepona na kesho naenda kazini. Ninanyanyua imani yangu, naingiza kwenye matendo, nabadilisha fikra zangu, nazitengeneza zinakuwa positive. Pokea nguvu katika jina la Yesu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Angalia Mithali 23:7. Mithali 23:7a. Mithali 23:7a, nisomee hapo. Maandiko yanasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini? Unaona nini? Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? Yeremia akamjibu, ninaona tini nzuri na tini mbaya. Mungu anampa tafsiri ya zile tini kama Yeremia alivyoona. Hapa kwenye Mithali unaambiwa aonavyo nafsini mwake mtu ndivyo alivyo. Wewe unaona nini? Unaona umepona? Unaona mgonjwa?
Unaona kuna kitu kimetokea. Kile unachokiona ndicho kinachokuwa, kile unachokifikiria ndicho kinachokuwa. Ndugu zangu nisikilizeni, shetani ampagi mtu kitu kipya, Mungu ampagi mtu kitu kipya, anampa kupitia kile kile anachokijua, kile kile anachokijua. Ukisoma aliovongea na Yeremia, anamwambia na nini? Yeremia akajibu. Yeremia alivyojibu, Mungu akapitia pale pale, anampa tafsiri kutokana na kile alichokiona. So ukitaka muujiza wako ukue, ukitaka kuweza kutunza muujiza wako, ukitaka kutunza muujiza wako, ukitaka kuona muujiza wako unaendelea kukua, badilisha fikra zako. Fikra zako zihame. Mungu anapokutendea, hamisha fikra zako. Pointi ya 5. Pointi ya 6, kitu gani kinasababisha miujiza mingi haitimii? Ni kushindwa kujisimamia. Pointi ya 6 ni kushindwa kujisimamia. Waamuzi 16 mstari wa 4 hadi 18. Kushindwa kujisimamia, kwenye mabano andika, kwenye mabano andika, kushindwa kudhibiti udhaifu wako. Kushindwa kudhibiti udhaifu wako. Narudia tena. Pointi ya 6 inayosababisha miujiza mingi inaharibika ni wewe kushindwa kudhibiti udhaifu wako. Kushindwa kudhibiti udhaifu wako. Kushindwa kutambua area of your weakness. Nisomee Waamuzi 16 mstari wa 4 na mingine michache hapo, atenda mbali sana. Maandiko yanasema, ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Delila akamwambia Samson, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili usiteswe. Ili uteswe. Samson akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakapokuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Utasoma mpaka mstari wa 18. Ni story ndefu lakini wengi mnaifahamu. Na wengine mmeimba na nyimbo, Samson mnaziri wa Mungu, si nini. Mnaijua hii story. Lakini je, kupitia kwa Samson umejifunza nini? Kupitia kwa Samson umejifunza nini? Ukishindwa kutambua area of your weakness, ukishindwa control area of your weakness, utoboi, muujiza wako ukui. Samsoni pamoja na kwamba alikuwa mnadhiri wa Mungu, lakini alikuwa na weakness kwa wanawake. Alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, lakini alikuwa na weakness kwa wanawake. Amekuja kuangukia mikononi kwa Delila. Alipoangukia mikononi kwa Delila, ndipo Samsoni anguko lake lilipotokea. Angalia hapa, mwanamke anamwambia, hebu tuambie asili ya nguvu zako. Ni namna gani tunaweza kukamata? Anamwambia kabisa ili uteswe. Yaani ni kama wanacheza. Akamwambia, mimi bana, wakinikamata wakinifunga wataniweza. Mwanamke akamkamata kweli, akawaambia jamaa, wakamfunga kweli. Jamaa akakata akaondoka. Mara ya pili wakamwambia jambo gani? Jamaa akatoboa. Mara ya tatu mwanamke akanuna, akamwambia wewe unipendi. Wewe unafikiri alimwambia tu unipendi? Kuna namna aliongea unipendi, unamdanganya. Jamaa akasema sasa nikwambie ukweli kabisa, wakininyoa nimeisha. Hello. Delila kuongea kikawaida, kuna maneno aliongea, kuna jinsi aliumba sauti. Samsoni kwa sababu ya udhaifu wake akaingia kwenye mfumo. Alipoingia kwenye mfumo, Delila akamshona mle. Alishindwa kujua area of weakness, madhaifu yake yako wapi. Light Samson angejua, asingempa Delila nafasi ya kucheza naye. Ni kama wanacheza, wakinifunga nywele, si nini wataniweza. Akatoboa. Akaja mara pili, wakinifanya hivi wataniweza. Akatoka. Baadaye mwanamke akamwambia, wewe unipendi. Wewe unipendi. Ogopa mwanamke akikwambia unipendi. Ogopa. Hatari sana. Akishakwambia unipendi, utaanza bwana nakupenda. Utaenda benki utachukua ile utampa zote. Samson kaingia kwenye mfumo. Alipoingia kwenye mfumo akakamatwa, kanyolewa. Huyo. Ukishajua eneo la madhaifu yako, unajisaidia, unajitunza, unakwepa usiingie. Wewe kipindi cha nyuma tunakufahamu, ulikuwaga unakunywa pombe. Kipindi cha nyuma tunakufahamu, wewe ulikuwaga ni mlevi, umeokoka. Sasa unaenda baa tena na watu wanaokunywa pombe, mnakaa mnapiga story. Utaacha kutest?
Utaacha kutesti? Tukubaliane. So ukitaka kutoboa, ukitaka muujiza wako udumu, angalia madhaifu yako, alafu jitahidi kujishape, yakimbie, usiape nafasi. Ukishajichanganya tu kaingia kwenye mfumo, wanakushona mlemle, unarudi kwenye maisha ya nyuma, muujiza unapotea wote. So jambo gani linaharibu muujiza? Watu wengi wanashindwa kujua madhaifu yao na wanashindwa kujishape kusimama vizuri katika level ya pili ambao wanakuwa wamepokea. Na kuombea mbele za Mungu, usije ukaingia kwenye mfumo huo, watakumaliza. Jua area of your weakness, alafu simama imara. Haya ni maombi yangu asubuhi ya leo. Mungu asimame upande wako, akuonyeshe mapungufu yako, akuonyeshe madhaifu yako, na uweze kuyakwepa, uweze kujisimamia. Neema ya Mungu izidi ya kukusaidia wewe katika jina la Yesu. Jesus, Jesus, Jesus. Tunaendelea pointi ya 7, na karibia kumaliza, tukaombe. Pointi ya 7, kitu gani kinasababisha miujiza mingi inaharibika? Kitu gani kinasababisha miujiza mingi inaharibika? Pointi ya 7 ni kukosa moyo wa shukrani mbele za Mungu. Kukosa moyo wa shukrani mbele za Mungu. Zaburi ile ya 50 mstari wa 23, Yeremia 17 mstari wa 26. Kukosa moyo wa shukrani mbele za Mungu. Naomba unisomee. Maandiko yanasema, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Atoaye dhabihu ya kushukuru ndiye anayenitukuza. Mungu akuwezeshe anapokutendea muujiza, unapopokea muujiza, uwe na moyo wa shukrani. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, hii ni sadaka yangu, hii ni shukrani yangu, haya ni maombi yangu ya shukrani. Watu wengi mnakosea. Shukrani sio lazima ikawa pesa tu. Unakuja kanisani, unapiga magoti, unamshukuru Mungu, unamwambia Mungu, asante kwa kunitendea. Mungu, asante kwa ajili ya muujiza huu. Ninaomba muujiza wangu ukawe ni wa kudumu. Kuna mtu anakuambia, pasa, nashukuru sana, Mungu amenitendea, ila nitashuhudia siku nikipata sadaka. Wewe muongo. Mungu hata ana shida na sadaka yako. Mungu anataka kuona ule moyo wa shukrani kutoka ndani yako. Either una sadaka ya shukrani au una sadaka, lakini je, unamu-appreciate, unathamini alichokifanya Mungu? Anasema atoaye dhabihu ya kushukuru ndiye anayenitukuza, naye utengeleza njia yake, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Mungu anapokutendea muujiza, usifikiri ni wewe. Tengeneza moyo wa shukrani, uwe ni mtu wa shukrani. Hata katika hali ya kawaida, mtu akikupa kitu kizuri, usipomwambia asante, anajisikia vibaya. Je, Mungu aliyekutendea muujiza? Je, Mungu mtenda muujiza? Na kuombea Mungu akusaidie. Tuende pointi nyingine tukaombe. Kitu kingine kinachosababisha miujiza mingi inaharibika ni kuto kushuhudia kwa Mungu. Kuto kushuhudia. Ufunuo 12:11. Kuto kushuhudia. Hapo pointi iliyopita nimesema kukosa moyo wa shukrani. Shukrani ni kumwambia Mungu asante, lakini kuto kushuhudia maana yake Mungu anakutendea muujiza afu unanyamaza nao kama vile umetengenezewa, kama vile ndio umefanya. Kuto kushuhudia. Ile Ufunuo inasema nao akamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu mwana kondoo. Twende pointi nyingine, tuingie kwenye maombi. Pointi nyingine ya msingi sana ya mwisho asubuhi ya leo. Kwa nini miujiza mingi inaharibika? Kwa nini miujiza mingi inaharibika? Au kwa nini watu wengi miujiza yao idumu? Au kwa nini watu wengi wanashindwa kutunza miujiza yao? Ni kujilinganisha na watu wengine wenye matatizo kama yao. Narudia. Kujilinganisha na watu wengine wenye matatizo kama yao. Kujilinganisha na watu wengine wenye matatizo kama yao. Unamwombea mtu anapona, alafu kesho anasema lakini shida iko kwenye ukoo wetu. Hata bibi alikuwaga anaumwa hivi hivi. Kwa hiyo anaona kama vile ni sawa tu. Ili tatizo liko nyumbani kwetu. Hata mjomba alifariki kwa shida hii. Yaani kama vile amejimilikisha ile shida kwa sababu na wengine wanayo, basi na anajiingiza, anakuwa included pale. Haiko hivyo. Shida zao ni zao, sio za kwako. Magonjwa yao ni yao, sio ya kwako. Usichukue vitu ni kama vile unarahisisha tu kwamba hii iliyotokea, hii shida nilionayo, hata fulani anayo. Hata fulani alikufa kwa mazingira kama haya. No. Ukiwa na tabia za namna hiyo, hautaona miujiza, na miujiza yako itaharibika haraka sana, maana unajifananisha na watu wenye shida. Usikubali kubeba shida za watu. Nimewambia mara zote, usikubali kubeba magonjwa ya watu. Wao wanaumwa ni wao, wewe haumwi. Wao wana shida ni wao, wewe huna shida. Usijifananishe na watu wengine. Usichukulie kama hicho kitu ni cha kawaida. Ulikuwa na pesa, bahati mbaya pesa zikaisha, una relax unasema ila ni kweli nyumbani kwetu amnaga mtu mwenyewe. Nani amesema? Kuna mistake ilifanyika.
ugonjwa huu Bwana nilionao, hata shangazi alikuwa nao, hata mjomba. No. Miujiza mingi inaharibika kwa sababu watu wanajilinganisha na watu wengine. Wewe ni wa tofauti. May God bless you. Simama juu tukaombe. Kitu kingine kibaya kabisa ni kukata tamaa. Hali ya kukata tamaa. Miujiza mingi inaharibika kwa sababu watu wengi wanakata tamaa. Leo tunakwenda kuomba. Tunaomba nini? Maombi yetu ya leo, nataka uombe Mungu akutengeneze. Nataka uombe Mungu akuimarishe anapoenda kutendea muujiza. Miujiza yako ikawa ni ya kudumu, na uwe na uwezo wa kuikumbatia, uwe na uwezo wa kuitunza, uwe na uwezo wa kuiatamia. Narudia, kuna miujiza mikubwa Mungu anakwenda kuitenda mwezi wa 5 mwishoni na mwezi wa 6. Hili somo limekuja purpose, hili somo limekuja timely, kwa wakati. Ni kipindi ambacho Mungu anaenda kupa mtoto ambao hujawahi kuwa na mtoto. Ni kipindi ambacho Mungu anaenda kutibu, Mungu anakwenda kuponya wewe ambao uliambiwa ugonjwa uponi. Ni kipindi ambacho Mungu anakwenda kuondoa aibu uliyoibeba kwa miaka mingi. Nyosha mikono yako mwili juu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninapojiandaa kwa ajili ya miujiza hii mikubwa, asubuhi ya leo ninaomba unitengeneze, unisaidie, uniimarishe. Miujiza yangu ikawe ni ya kudumu. Miujiza yangu ikawe ni ya kudumu katika jina la Yesu. Niondolee moyo wa kukosa shukrani. Niondolee moyo wa kudhani ni kwa uwezo wangu. Bwana Yesu nisaidie. Niondolee hali ya kukata tamaa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu niwezeshe nikushukuru wewe. Niwezeshe nikashuhudie kwa wengine kwa jina la Yesu. Prayer. Yes, pray. Mwambie Bwana akutengeneze, mwambie Bwana akusaidie, uwe na uwezo wa kutunza miujiza, uwe na uwezo wa kuatamia muujiza wako. Mwambie Bwana akuwezeshe. Prayer. Yes, unmute mic yako, omba, pray. Katika jina la Yesu. Baba, asubuhi ya leo ninaomba unitengeneze. Asubuhi ya leo ninaomba uniimarishe. Bwana Yesu, ninakuomba nipe moyo wa shukrani. Weka moyo wa shukrani ndani yangu kwa jina la Yesu. Nipe roho ya imani kwa jina la Yesu. Nipe moyo wa kushuhudia kwa jina la Yesu. Make a prayer. Asubuhi ya leo Bwana nitengeneze, nisaidie niishi maisha matakatifu ili kutunza muujiza wangu. Make a prayer. Kalabasata elekataradia mande ebakatabaradia mante elekaparadia mande. Baba, ninakuomba asubuhi ya leo nipe moyo wa shukrani. Make a prayer wherever you are. Shakatabalaba elekaparadia mante ilakatabaradia mande erekataladia mande. Baba, ninakuomba katika jina la Yesu nipe moyo wa unyenyekevu, kuelewa ya kuwa sio kwa uwezo wangu nilipata ile kazi, sio kwa nguvu zangu nilipata ile biashara, sio kwa uwezo wangu nilipata ile ndoa. Make a prayer. Elekatarada elekaparadia mante ilakataradia mande elekataradia mande. Ndani yangu weka maneno ya shukrani, kwenye vinywa vyangu weka maneno ya shukrani. Make a prayer. Elekataradia mante elekatarada elia barata eseketeria anto likabarada ba elekataya. Mwambie Bwana nisaidie fikra zangu, Baba nisaidie fahamu zangu. Make a prayer. Elekataradia mante elekaparadia mande. As you are praying, unavyoendelea kuomba Mungu anafanya upya fikra zako. Unapoendelea kuomba Mungu anafanya upya fahamu zako. Make a prayer. Mwambie Bwana asubuhi ya leo nisaidie hata kwenye udhaifu wangu. Make a prayer. Jesus name we pray. Ninaungana nao kwenye maombi ya asubuhi ya leo. Haijalishi uko maeneo gani, haijalishi unapitia changamoto gani, ninamwamini Mungu mtenda miujiza. Ninaomba na wewe Rachel Kishoa, Bwana akukumbuke leo. Dr. Raymond Mgodo, Bwana akukumbuke leo. Magdalena Kagoma, katika jina la Yesu. Popote ulipo namsihi Bwana kwa ajili yako. Jumamosi ya leo akakutendea muujiza kuliko yale uliyoyawaza, kuliko yale uliyoyatazamia, katika jina la Yesu. Ninakuombea asubuhi ya leo, Mungu akupe uwezo wa kutunza muujiza. Mungu akupe uwezo wa kutunza muujiza. Muujiza wako ukawa na kudumu. Muujiza wako ukaishi katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako juu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, nipo tayari sasa
kwa ajili ya kutunza muujiza. Nipo tayari sasa kwa ajili ya kushuhudia. Nipo tayari sasa kuwaambia wengine ya kwamba ni wewe utendaye, ya kwamba ni wewe uliyenitendea. Nipo tayari sasa kukutolea shukrani. Nipo tayari sasa kuamini juu ya nguvu zako. Bwana Yesu nisaidie, Bwana Yesu nisaidie. Nipo tayari, nipo tayari, nipo tayari kwa ajili ya miujiza, kwa jina la Yesu. Prayer. Mwambie Bwana upo tayari, mwambie Bwana uko tayari, mwambie Yesu nipo tayari, naomba unitendee, naomba unitendee, naomba unisaidie katika jina la Yesu. Mwambie Bwana nipo tayari kutunza muujiza, nipo tayari kupokea muujiza. Fire prayer. Yes. Endelea kukiri, mwambie Mungu niko tayari kushuhudia, niko tayari kwa ajili ya huo muujiza, niko tayari kwa ajili ya hiyo kazi, niko tayari kwa ajili ya hiyo ndoa. Make a prayer. Mwambie Bwana niko tayari kuambia wengine juu ya muujiza ambao utanitendea. Make a prayer. Kalabasata eleka paradia mande. Niko tayari kwa ajili ya hiyo biashara, niko tayari kwa ajili ya kupokea hiyo ndoa, niko tayari kwa ajili ya kupokea hiyo gari. Make a prayer. Shataba eleka paradia mande eleka taya. Mwambie Bwana fikra zangu ziko tayari. Mwambie Mungu imani yangu iko tayari. Mwambie Bwana fahamu zangu zimebadilishwa. Make a prayer. Kalabaya elekata elikapa ezakata ilamande elekapa. Mwambie Bwana niko tayari kwa ajili ya huo muujiza. Mwambie niko tayari kutunza muujiza wangu. Mwambie niko tayari kwa ajili ya hiyo kazi, niko tayari kwa ajili ya hiyo huduma. Make a prayer. Elekataya elipradiamante elebakataya rokotabayata ada elekaparadiamante elekataya eleketaya. Niko tayari kupokea muujiza wangu, niko tayari kuambia wengine habari zako, niko tayari kwa habari ya kushukuru, niko tayari kwa habari ya imani. Imani yangu iko tayari, imani yangu inaamini. Make a prayer. Elekataradia mande. Mwambie Bwana imani yangu inaruhusu, imani yangu inaamini. Make a prayer. Elekaparadia mante elekataradia mande. Mwambie Bwana asubuhi ya leo niko tayari kushuhudia, niko tayari kutoa maneno ya shukrani. Make a prayer. Elekataya. Mwambie Bwana fahamu zangu zimebadilishwa, fahamu zangu ziko tayari, fikra yangu iko tayari. Mwambie Bwana asubuhi ya leo ninaamini, imani yangu iko tayari. Make a prayer. Shatabaladabaya elekataradia mante elekaparadia hato ilakataya bahata elekaparadia mante ilabashataya. Make a prayer. In Jesus name we pray. Ninaungana na asubuhi ya leo, ninaomba na asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Beatrice Marioti, Mungu akutendee muujiza leo. Mungu akutendee muujiza. Rohini Choda Sama na kuombea asubuhi ya leo. Naungana na wewe kwa imani yako. Mungu akutendee muujiza. Janet Shirima, Esther Mgodo na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Bwana akakutendee muujiza. Bena Benedict, Blessing Neema, Karen Paul, Carolina Kihumpi. Naungana na wewe kwa maombi. Mungu akutendee muujiza leo. Utayari wako kapokee. Kwa utayari wako kapokee katika jina la Yesu. Anthony Johnny, ninaomba na wewe. Angel Njau, ninaomba na wewe. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea kwa jina la Yesu. Sijajua unamwamini Mungu eneo gani, sijajua unamwamini Mungu kwenye engo ipi, ila ninakuombea asubuhi ya leo. Ninaungana na wewe kwa imani ulionayo, Bwana akutendee. Kwa imani ulionayo, Bwana akutendee katika jina la Yesu. I pray kama Mungu aishivyo, leo ikawa ni zamu yako. Leo ikawa ni zamu yako. Kuna eneo ambalo ulikata tamaa, kuna eneo ambalo ulikosa matumaini. Yeye atendaye miujiza anaenda zaidi ya akili zetu, anaenda zaidi ya mawazo yetu, akakutendea leo katika jina la Yesu. Na kuombea Queen Mbembela, haijalishi uko eneo gani, haijalishi uko mkoa gani, leo Mungu akumbuke, leo Mungu akumbuke, akutendea kuliko ulivyowaza wewe. Receive it in Jesus name. Nataka tukamalizia maombi yetu asubuhi ya leo. Muda wetu umeisha. Watu wengi wanashindwa kutendewa miujiza. Sijafundisha mambo yetu, nimegusia kwa ufupi. Sijafundisha mambo yetu. Watu wengi wanashindwa kutendewa miujiza. Wengine ni kwa sababu wanampa Mungu mipaka. Wanampa Mungu mipaka. Ni kweli Mungu anaweza akaponya malaria. Ni kweli Mungu anaweza akaponya typhoid, lakini HIV AIDS, nani kakudanganya?
Ni kweli Mungu anaweza kubariki, lakini kwa kweli mimi kujenga ghorofa haiwezekani. Nani kakudanganya? Watu wengi wanashindwa kutunza miujiza, wanashindwa kupokea miujiza kwa sababu wanampa Mungu mipaka. Hivi inawezekana, hivi inawezekana, hivi inawezekana, hivi inawezekana. Nyosha mikono yako mwili juu. Sijajua wewe unamwamini Mungu kwenye eneo gani? Sijajua unatamani Mungu akutendee eneo gani? Alafu fungua kinywa chako, omba. Mwambie Mungu, ninaomba muujiza wako. Inawezekana ni eneo la ajira, inawezekana ni eneo la ndoa, inawezekana ni eneo la uzazi, inawezekana watoto wako, inawezekana familia yako. Kuna jambo unahitaji Mungu aingilie kati. Unmute mic yako, omba. Mwambie Bwana, kwenye eneo hili na kuamini wewe, kwenye eneo hili na kutegemea. Fungua kinywa chako, omba. Mwambie Bwana akutendee. Mwambie Mungu, naomba unitendee. Mwambie Bwana, nitendee muujiza kwenye eneo hili na kutegemea. Fungulia mic yako, omba. Fungulia mic yako, omba. Prayer, 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 prayer. Yes, make a prayer. Mwambie Mungu, ninakuamini kwenye eneo la uponyaji. Yes. Ninakuamini kwenye eneo la promotion. Yes. Make a prayer, make a prayer. Ondoa mipaka, ondoa limitation. Unamwamini nini Mungu? Make a prayer. Mwambie Bwana, ninaamini ya kuwa utanipa promotion. Ninaamini ya kuwa utanitumia. Ninaamini ya kuwa utaniponya. Make a prayer, make a prayer. Shakata paradia mante. Eleka paradia mante. Mwambie Bwana, ninakuamini kwenye eneo la ndoa. Ninakuamini kwenye eneo la uponyaji. Ninakuamini kwenye eneo la safari za nje. Ninakuamini kwa habari ya kupata tenda. Ondoa hiyo mipaka and make a prayer. Ondoa hiyo mipaka and make a prayer. Ondoa hiyo mipaka and make a prayer. Shakata paradia mande. Eleka paradia mande. Eleka paradia mande. Esakata labaya. Ele paradia mande. Make a prayer wherever you are. Make a prayer wherever you are. Make a prayer wherever you are. Shakata baladia mande. Eleka paradia mande. Imeandikwa kwa kupigwa kwako Yesu sisi tulipona. Ninakuamini Bwana asubuhi ya leo kwa habari ya uponyaji. Imeandikwa wewe ni Mungu utupae nguvu za kupata utajiri. Ninakuamini Bwana kwa habari ya uchumi. Make a prayer wherever you are. Shakataya ele baradia mande. Ele pradia mande. Esakatara diamante. Ilabasaka paradia mande. Ele kataya. Asubuhi ya leo ninakuamini kwa habari ya ndoa. Asubuhi ya leo ninakuamini kwa habari ya biashara. Asubuhi ya leo ninakuamini kwa habari ya promotion. Make a prayer. Ele kataya. Eradabaya. Ilabaya. Ereketeria mande. Ele kataya. Asubuhi ya leo ninakuamini Mungu kwa habari ya ujenzi. Asubuhi ya leo ninakuamini Bwana kwa habari ya safari ya nje kwa jina la Yesu. Make a prayer. Elabaya. Ele kataya. Erakatabaya. Ele baladia mande. Asubuhi ya leo ninakuamini Mungu kwa habari ya uponyaji. Huo ugonjwa unaniachia kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo ninakuamini Bwana kwa habari ya promotion kwa jina la Yesu. Make a prayer. Make a prayer. Ele katalada yanda. Eranta ida balate. Eziketeliga. Alabakataya. Make a prayer wherever you are. Shakatabaya. Ele baradia mante. Ilabakataya. Rekadabaladia mande. In Jesus' name we pray. Nasimama na neno la Bwana wa Efeso 3 mstari wa 20. Biblia inasema atukuzwe yeye awezaye kuyafanya mambo makubwa mno kuliko tuyawazayo au tuyatendayo, kwa kadiri ya nguvu tendayo kazi ndani yetu. Atukuzwe yeye awezaye kuyafanya mambo makubwa mno na ya ajabu kuliko tuyaombayo au tuyawazayo. Na kuombea asubuhi ya leo, Mungu akajitukuze kwako. Mungu akajitukuze kwako. Mimi sijajua unamwamini kwenye engo ipi. Na kuombea asubuhi ya leo Happiness Nchimbi, Mungu akajitukuze kwako katika jina la Yesu. Na kuombea Caroline Deusi, Mungu akajitukuze kwako katika jina la Yesu Kristo. Sijajua neno gani ambalo nasema hapa siwezi kutoka bila msaada wa Mungu. Hapa siwezi kufanikiwa, nahitaji tu muujiza. Nahitaji tu muujiza. Naungana nao kwa imani, naungana nao kwenye maombi asubuhi ya leo. Kama Mungu aishivyo akutendee na wewe. Ametenda kwa wengi, sasa wewe zamu yako. Kuna mtu unasikiliza asubuhi ya leo, uko tayari kuacha biashara. Umefika kwenye hatua ya kufunga hilo duka na kuombea Mungu hajawahi kushindwa. Utainuka tena, utaanza tena. Yeye mtenda miujiza yupo ambaye yupo. Na kuombea katika jina la Yesu. Na kuombea katika jina la Yesu. Hiyo biashara utafunga, badala yake utafungua na nyingine. I pray and I prophesy. Kama Mungu aishivyo akutendee muujiza leo, akutendee muujiza leo, akutendea muujiza leo. Pokea kwa jina la Yesu. I pray in the mighty name of Jesus. Tunapoifunga rasmi session yetu ya leo, asubuhi ya leo nakuombea
Mungu akakukumbuke, Mungu akakuheshimishe. Kuna eneo ulikata tamaa, wengine walikuambia uwezekani, wengine walikuambia utakufa, wengine walikuambia utainuka. Yupo yeye ambaye yupo akutendea siku ya leo, akufanyie muujiza. Masikio yao yakisikia watu watetemeke, waseme hakika huyu ni Bwana. I pray and prophesy, kama Mungu aishivyo, akutendee muujiza leo, akutendee muujiza leo, akutendee muujiza leo. Pokea kwa jina la Yesu. Watu wa Mungu, Mungu amewakumbuka. Miujiza ni ya Bwana. Sisi tunaomba alafu yeye anafanya, sisi tunaomba alafu yeye anatenda. Natambua kuna eneo ambalo una matumaini, umeshakata tamaa, umejua hapa nimeisha, sina mwelekeo tena. Naomba nikutie moyo, naomba nikusaidia siku ya leo. Mungu hajawahi kushindwa, Mungu hajawahi kushindwa. Malaika Gabrieli anamwambia Ibrahimu, mke wako Sara amecheka. Je, kuna neno lililogumu la kumshinda Mungu? Mwakani majira kama haya atapakata mtoto. Na mimi nasimama na neno hilo. Inawezekana kuna eneo ambalo watu wamekucheka, watu wamekudharau, wakasema hutaweza tena. Mwakani majira kama haya utashuhudia mara 4. Majira kama haya utashuhudia mara 6. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Yeye ni Mungu mtenda miujiza, hajawahi kushindwa, hajawahi kukwama. Usiwasikilize wanadamu, watakupotosha. Usiwasikilize wanadamu, watakuchanganya. Muamini Bwana, ishi maisha ya imani, Mungu anakutendea. Mungu hajawahi kushindwa. Yeye ndiye mwenye watoto, yeye ndiye mwenye uponyaji, yeye ndiye mwenye baraka, yeye ndiye yupo ambaye yupo. I bless you. I bless you. I bless you. Jumamosi yako ya leo ninaifungua rasmi. Ninaiombea rasmi siku yako ya leo. Ikawa ni siku ya miujiza, ikawa ni siku ya baraka. Pokea kwa jina la Yesu. May God bless you. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe. In Jesus name. Kabla tujamalizia maombi haya, nikupe dakika 2 za kumtolea Mungu shukrani yako. Miongoni mwa mambo tuliojifunza ni kukosa moyo wa shukrani mbele za Bwana. Watu wengi muujiza wanaharibika kwa sababu ya kukosa moyo wa shukrani mbele za Bwana. Kuna namba ipo kwenye televisheni yako. Tumia dakika 2 hizi, mtolee Mungu shukrani yako. Mtu yote asiondoke, toa shukrani yako, alafu nimalizie kwa kuwaombea na kuwabariki. Mungu akubariki Elizabeth Samson. Yes. Tumia dakika 2 hizi, mtolee Mungu shukrani yako. Namba ipo kwenye televisheni yako. Frida Shirima, Mungu akubariki. Tumia dakika 2, mtolee Mungu shukrani yako. Mwambie Bwana, ninaamini juu ya muujiza. Prosper Magumila, Mungu akubariki sana Prosper. Tumia dakika 2 hizi, mtolee Mungu shukrani yako. Mwambie Bwana, ninakiri kupokea muujiza wangu na hii ni shukrani yangu. God ni Mungu akubariki. Evangelist John barikiwa. Delight Amineli barikiwa. Yes, Mungu akubariki. Twende chap muda wangu umeisha na dakika 2 tu. Janet Shirima, Mungu akubariki. Ukishatoa shukrani yako unaweza ukanipungia mkono kama wanaofanya. Mungu akubariki. Unatoa shukrani yako, nipungie mkono wako. Unaweza ukapunga mkono wako au kaandika done kama wenzako wanaofanya, na Mungu akutendee muujiza. Leo nimekutengenezea foundation, leo nimekutengenezea msingi, jinsi ya kutunza muujiza wako, jinsi ya kufanya muujiza wako wa kudumu. Na kuanzia leo rasmi miujiza itaanza kumiminika kwako. Why? Umeshajua sheria, umeshajua condition, na kuombea katika jina la Yesu. Nipungie mkono wako kama umetoa. Mungu akubariki Justin Njao. May God bless you. Yes, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Unaitoa shukrani yako. Tumia dakika 2 hizi. Ikiwa kuna ufunuo umepata, ikiwa kuna kitu umekiona, unasema hakika ni Bwana amenitendea. Tumia dakika 2 hizi. Unasema hakika Mungu atatenda. Tumia dakika 2 hizi, nitolee shukrani. Rohini Chuda Sama, Mungu akubariki. Heda Skita, barikiwa sana. Wonderful, wonderful, wonderful. Beatrice Mariotti, Mungu akubariki. Anthony John, barikiwa. Olivia Mbombe, Mungu akubariki sana. Wonderful, wonderful. Huyu ni Dr. Thomas Blessing, Mungu akubariki. Caroline Deus, Mungu akubariki sana Caroline. Yes, wonderful. Maureen Kiwia, Mungu akubariki. Juliana, Mungu akubariki. Ken Njao, Mungu akubariki. Angel Njao, barikiwa sana. Nani mwingine huyu hapa? Nipungie mkono. Gloria Otaro, barikiwa. Rachel Benjamin, barikiwa. Wonderful. Nipungie mkono wako kama tayari. Huyu ni Queen Mbembela, Mungu akubariki Queen. Martha Njao, Mungu akubariki. Benedetta Mgodo, Mungu akubariki. Kuna mtu mmoja nimeona anatokea Kenya, Somebody Mgodo kutoka Kenya. Mungu akubariki kutoka Kenya. Unafuatilia maombi yetu. Martin Malio, barikiwa. La Cresia Msofe, barikiwa. Mungu akubariki. Unatoa shukrani yako. Pastor Elizabeth James, Mungu akubariki. Ikiwa mbarikiwa na maombi au umepata ufunuo fulani juu ya maombi au mafundisho, unaweza kumtolea Mungu shukrani yako. Pastor Desmond Kimaro, Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Wonderful, wonderful. Yes, yes, Mungu akubariki. Nipungie mkono wako umeshatoa.
Coach Kamini, Mungu akubariki. Coach Asia, Mungu awabariki. Naombea Coach Asia, Coach Kamini, Mungu awabariki. Maureen Kiwia, Mungu akubariki. Lila sota koprano jafradis kepra into lefra idodos kapradigodos. Ira masatosh. Yes, may God bless you. Uwe naitwa Anton John, naitwa Fabian Manda. Okay, unaweza ukatumia hiyo namba ukaendelea kumshukuru Mungu. Leo ni Jumamosi, leo ni weekend. Cecilia John Barikiwa, unaweza ukachukua hiyo namba, ukascreenshot hiyo namba, ukachukua hiyo namba. Evodia Emmanuel Barikiwa, chukua hiyo namba, unaweza ukamtolea Mungu siku yako leo na Mungu akubariki sana. Niruhusu nikupe ratiba za leo, na ratiba ya kesho. Leo Jumamosi kuanzia saa 9 mchana kanisani hapa ECG Dar es Salaam Makongo Juu, tunaendelea na semina yetu ukombozi wa uchumi wa familia. Pastor Douglas Kimala kutoka Arusha yupo mahali hapa Dar es Salaam, na semina imeanza jana. Leo ni siku ya pili, na leo alisema hivi, kila mtu ataoshwa mikono. Kila atakayekuja ataoshwa mikono. Kwa nini anaosha mikono? Kuondoa roho ya hasara, kuondoa roho ya mapoza, kuondoa roho ya kupoza, kuondoa uharibifu, madeni, mikosi. Leo kuanzia saa 9 mchana mtumishi wa Mungu alisisitiza akasema, kila mtu aje na chupa ya maji, atayaombea hayo maji utakayokuja nayo, alafu atakuosha mikono. Na kusi mtu wa Mungu, mkazi wa Dar es Salaam, usikose semina hii. Kesho Jumapili semina yetu inaendelea siku ya 3, ni kuanzia saa 1 asubuhi kanisani ECG Makongo Juu. Mtumishi wa Mungu atatuhudumia, pamoja naye niko mahali hapa Pastor Safari, nipo Dar es Salaam. Tutakuombea leo, tutakuombea kesho, na Mungu akutendee zaidi. Mwisho kabisa, simama juu. Mwisho kabisa, nimefundisha kwa habari ya miujiza. Leo tumetengeneza msingi. Kwa nini miujiza mingi haidumu? Nimetengeneza msingi, nimewafundisha sababu kadhaa. Naomba nikusaidie. Leo siku ya Jumamosi, kesho siku ya Jumapili, hizi siku mbili nitumie eneo ambalo unasema hapa namtegemea Mungu tu atende muujiza. Inawezekana ni eneo la uzao, unahitaji watoto. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni kazi, inawezekana ni ndoa. Nitumie message yako ni box. Niambie Pastor Mde, kwenye hili eneo nategemea tu neema ya Mungu. Nikupe ushuhuda mmoja mfupi. Juzi tulikuwa na maombi ya siku 3. Tulikuwa tunaombea upenyo wa kiuchumi. Kuna mtu mmoja Mungu amemtendea muujiza mkubwa sana. Sitamruhusu kushuhudia hadharani kwa sababu ni muujiza mkubwa sana ambao pia unaweza ukawa na namna fulani huko ambapo umetokea. Huyu mama amenipigia simu ananiambia, Pastor, mtoto wangu anasoma chuo na yuko kwenye kipindi cha wanakaribia kwenye mitihani. Anasema alikuwa na deni kubwa sana la ada, lakini katika hizi siku 3 za upenyo wa kiuchumi, Pastor, mtoto wangu amelipiwa ada na aliyelipa sijui, na ameruhusiwa kufanya mtihani. Alikuwa hana matumaini ya kufanya mtihani kwa sababu mama yake hana pesa, lakini kupitia siku 3 tumeombea upenyo wa kiuchumi, Mungu ameinua mtu, sijajua ni nani, hata mwenyewe anasema ajui. Mtoto amelipiwa ada, ameitwa ofisini kuchukua slip ya ada na ameambiwa ajiandae kwa mtihani, na pesa alikuwa anadaiwa ni kubwa. Kama sio Mungu mtenda muujiza nani? Katika mazingira ambayo hakuna matumaini tena, Mungu anainua mtu, anafanya kwa ajili yako. So leo Jumamosi na kesho Jumapili nitakuwa kwenye maombi yangu binafsi kuwaombea Mungu awatendee miujiza. Ni eneo gani ambalo unasema hapa kama sio Mungu sitoboi, hapa kama sio Mungu tena muujiza sitafanikiwa? Utanitumia inbox kwenye namba zangu, utanitumia WhatsApp, then I will pray for you na Mungu atafanya. Bwana Mungu akubariki na kulinda. Bwana akuinulie nuru ya uso wake na kukupa amani, na kuombea na kufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Nafunika muujiza wako itaharibika. Bwana akuonyeshe njia yenye mwanga. Natamka ushindi kwako, natamka ulinzi kwako. Kila utakapoenda, mkono wa Bwana utakuwa juu yako. May God bless you. Jumamosi yako imebarikiwa. Na kuombea baraka, na kuombea ulinzi, na kuombea upenyo. Miujiza ikaanze kurindima kwako kupitia simu zako na maisha yako jumla. In Jesus name, may God bless you. Shalom.